Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetoa taarifa inayodai kwamba mwenyekiti wake Tundu Lissu ambaye amekuwa akizuiliwa katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam amehamishwa na hadi kufikia sasa hajulikani alipo. Kwa mujibu wa chama hicho, kiongozi huyo aliondolewa katika gereza hilo kwa msafara wa magari, na kabla ya hapo mawakili na familia yake hawakukubaliwa kumwona. Sasa tuungane na mwandishi mwandamizi wa BBC Swahili Florian Kaijage kwa maelezo zaidi. Anajiunga nasi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam. Kaijage, tunafahamu nini mpaka sasa kuhusu alipo Tundu Lissu? Tunachokifahamu hadi hivi sasa, Roni, ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho mwenyekiti wake anashikiliwa akiwa anakabiliwa na kesi ya uhaini aliyosomewa siku chache zilizopita katika mahakama ya hakimu mkazi Kisoto jijini Dar es Salaam, ni kwamba hawafahamu alipo, na kwamba wanasheria pamoja na kiongozi mmoja ambaye naibu katibu mkuu wa upande wa Zanzibar walikwenda katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam, ambayo ni moja ya magereza mahususi kwa ajili ya kuweka watu rumande wanaosubiri kesi zao kusikilizwa. Lakini waliambiwa kwamba mtu huyo au kiongozi huyo wa Chadema, mwenyekiti, hakuwepo hapo gerezani na hawakuelezwa kwamba amepelekwa eneo gani. Na kumekuwepo na taarifa ambazo zimekuwa zinasambaa katika mitandao ya kijamii zikisema kwamba, ama zikidai kwamba alionekana akiwa amechukuliwa kutoka gereza hilo akiwa katika gari ambalo lilikuwa na msafara wa magari mengine, magari ya serikali. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo kilichosema uongozi wake kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano Brenda anasema kwamba hawa watu wa serikali wanapaswa kusema kile ambacho kiongozi huyu yuko hasa eneo gani. Hata kama amehamishwa mathalan ni gereza ambayo iliwahi kutokea kwa viongozi wengine, basi waseme kwamba yuko wapi na utaratibu upi ambao umefuatwa. Kaijage, je, serikali imetoa kauli yoyote kuhusu madai haya ya kuhamishwa kwa Lissu na sababu zake? Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na serikali, na hata BBC ilipojaribu na imefanya jitihada za kumtafuta msemaji wa jeshi la magereza hakuchukua ama hakupokea simu yake. Na baada ya hapo BBC imejaribu ama imefanya mawasiliano na msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari na Utamaduni na Sanaa, ni Jelson Msigwa, ambaye amesema kwamba majibu yake ni kwamba Lissu yuko katika vyombo vya dola na kesi yake, na yeye hataki kuingilia. Akasema kwamba watu wa magereza ndio wanaweza kuzungumza. Kwa hiyo kusema ukweli, mpaka usiku hakuna taarifa yoyote, iwe ni magereza, iwe ni Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni wizara mama ya magereza, au mtu yote wa serikali ambaye ametoa maelezo yakini, ukiacha hiyo ambayo tumezungumza na Jason Msigwa. Shukran sana Florian Kaijage, mwandishi mwandamizi wa BBC Swahili, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na taarifa yetu kuu, na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.